nimeifuta kampuni hii ya IRA kuanzia leo, na kwa msingi huo imeondoka katika rejista la makampuni ya Zanzibar. Ni kampuni ambayo haipo tena na haitapaswa kufanya shughuli zozote za kibiashara walizosajili kwetu kuanzia leo. Kufuatia kufutwa kwa kampuni hii, nitoe taarifa kwa umma kwamba kufutwa kwa kampuni sio mwisho wa zile dhima ambazo kampuni hii iko nazo. Kwa maana kama ilikuwa ina mali za watu ilizozishikia, kama ilikuwa kuna fedha zilizolipwa na wanaodaiwa kwenda kwa wadai, basi yoyote ambaye alishughulika na IRA katika miamala hiyo wanayo haki ya kisheria kuwachukulia hatua sasa IRA, kampuni ya IRA, wale wakurugenzi wake, wamiliki wao na maafisa wengine wote wa kampuni. Na kwa mujibu wa rekodi nilizo nazo katika rejista letu, kampuni ya IRA ina wamiliki wawili, kwa maana ya Isa Bakari Masud pamoja na Rukia Haji Hamis, ambao hawa ni wamiliki na wakati huo ni wakurugenzi. Lakini pia ina afisa mmoja ambaye ni Saif Abdullah Hafiz akiwa ni company secretary. Sasa kwa mujibu wa sheria, uchukuliwaji hatua zidi ya zile liabilities, dhima ambazo ziko nazo, basi sasa zitapaswa zichukuliwe zidi ya maafisa hawa au watendaji hawa kampuni niliowataja, ndugu Ira Bakari, ndugu Isa Bakari, samani, ndugu Rukia Haji Hamis pamoja na ndugu Saif Abdullah Hafidh, kuchukuliwa hatua zidi yao za kisheria. Natoa wito kwa wananchi wote wa Zanzibar na wa Tanzania na dunia kwa ujumla wasite mara moja kutoka leo tarehe 8 ya mwezi wa 5 mwaka 2025 kujishughulisha na kampuni hii ya IRA kwa namna yoyote. Wale ambao wana madeni, basi utaratibu wa kisheria ya nchi yetu, utaratibu wa kisheria za nchi yetu ni kuchukua hatua ya kwenda mahakamani, na wasiende IRA kupeleka malalamiko haya. Natoa wito kwa wale wote ambao wataitwa IRA wasiitike wito huo, na wale wote ambao IRA watataka kukamata mali zao, basi natoa wito wasikubali kukamata mali zao, kwa sababu kampuni hii haipo rasmi tena kutokea leo.